Hapa ni Sabasaba. Tunachora mubashara, tukiwa na brashi na rangi, ambapo mawazo tunayabadilisha kuwa sanaa. Katika kila mchoro kuna maarifa na ubunifu uliokusanywa kwa zaidi ya miongo mitatu. Nilijifunza ile kazi kuanzia mwaka 85 mpaka mwaka 95. Tarehe 30 mwezi wa 12 95, baba ndo ananiambia, leo nakwambia kwamba kazi unajua, una uwezo wa kuanza kujitegemea. Leo nakutana na msanii ambaye ameishi na kuikuza sanaa ya uchoraji kwa miaka mingi, akishuhudia mabadiliko makubwa ya tasnia hii. Si mwingine bali ni Mzee Isa. Jina langu naitwa Isa Khalid Isa Ibrahim Bogolume, mwenyeji wa Kigoma, lakini ni mzaliwa wa Dar es Salaam. Nimezaliwa Dar es Salaam, eneo la Magomeni Makuti, eneo la Kondoa, ndio familia yangu ilipo maarufu sana hapo, ambao ukoo wa Bogolume. Nilipata elimu ya msingi pale pale shule ya msingi Magomeni kuanzia mwaka 79 mpaka 85. Kwa kweli nilikuwa sijui kabisa kuchora, sijui, ila nilipata bahati kwamba mzazi wangu ndio alikuwa jodari ama maarufu kwa uchoraji, anaitwa Kim, ndio alinifundisha mimi. Baada hapo nikaingia na mimi kujifundisha ile kazi kwa hali iliyokuwepo pale nyumbani. Kama ingekuwa nimesomea udokta, basi mimi ningekuwa professional, yani kama jicho au mguu au mkono. Na wengi wananiambia ni mzoefu, naendelea na nitaendelea kujizoefu. Katika kuvutiwa kwa picha, kikubwa sana si kwamba unavutiwa wewe, ila anavutiwa yule mtu ambaye anayeangalia ile picha, mchoraji. Ila wewe mchoraji unatoa mawazo yako, unaweka kwenye kitambaa, kwenye bodi. Hapo sasa ndipo unapoweza kuona kwamba fulani anavutiwa. Ila mimi nimependa kama kazi ambayo inaweza ikanisaidia maisha yangu, na ni kweli inanisaidia maisha yangu. Ni kazi aliyoirithi kutoka kwa baba yake, ambaye alikuwa bega kwa bega pamoja naye katika kuhakikisha anaitimiza na kuifikisha kwenye mafanikio ndoto yake, licha ya changamoto mbalimbali walizokumbana nazo njiani. Changamoto zipo nyingi sana katika kujifunza, tena nyingi mpaka inafika hatua unakata tamaa. Yaani kwamba nilikuwa nikiona baba anavyofanya vizuri, mimi nafanya vibaya, karatasi zangu nazificha. Sasa naona kwa nini mzee anachora vizuri, mimi nachora vibaya. Lakini akaniambia, na wewe baadaye utakuja kuchora vizuri kufuatana na jinsi vile utakapokuwa unajifunza. Hii ndio ilikuwa changamoto kubwa sana katika uchoraji na kujifunza. Sasa changamoto ya pili, inahitaji uvumilivu katika kujifunza kitu. Kuchora sio sawa na kulima kwamba unapiga jembe chini. Kuchora kunahitaji uwezo wa kutembeza mikono na macho, kuiga hii kitu, kutoa huku kukiweka hapa. Huo pia inahitaji utulivu na uvumilivu. Hizo ni sehemu kubwa ya changamoto. Changamoto ya tatu katika kujifunza kuchora, yani ni kwamba inakatisha tamaa. Kivipi? Yani ni kwamba unakaa muda mrefu kwa mwalimu na unaona kama unamtumikia mwalimu. Sasa unamuona mwalimu anakupotezea muda, bora afadhali nikafanye kazi ya kuuza machungwa, ukaacha kuchora. Sasa wewe unataka kufanya tu mambo ili kwa sawa, haiwezekani. Sio chumvi ile ukatia kwenye mchuzi. Kuchora kunahitaji uvumilivu sana na uwezo wa kichwa. Watu sawa wanasema ni kipaji. Na kipaji sawa, lakini mimi lazima ujifundishe. Mama lazima ujionyeshe uwezo, kama mimi nataka kufanya kitu fulani, ndio unaonekana fulani ana kipaji na kitu fulani. Wakati huo aliona ni mateso na mzigo mzito, bila kutambua kwamba nyuma ya kila changamoto kulikuwa na mwanga wa mafanikio uliokuwa ukimsubiri mbeleni. Na mpaka leo unavyoniona safari yangu nzuri, namshukuru sana baba yangu mzazi. Na niliona kama ananitesa. Najua hata kama ataiona hii video atasema mwanangu ananiambia kweli, niliona kama ananitesa. Sababu nilikuwa nikifanya kazi zote
kuchanganya rangi nilikuwa mimi, kwenda kukata gunia nilikuwa mimi, kufanya kitu chote nilikuwa mimi. Watu wengine wapo, lakini ananiambia fanya wewe, fanya wewe. Ile nilikuwa naona kama mateso, lakini baada ya safari ya miaka 10 nina uwezo wa kuiponda laki leo. Kesho nikapata zaidi ya laki, nikaponda tena. Baada ya miaka 10 ya kujifunza, kuvumilia na kupata uzoefu, alianza rasmi kujitegemea kwa mtaji mdogo, akiwa na ndoto kubwa ya kujisimamia maisha yake kupitia uchoraji. Mtaji wangu wa kwanza nakumbuka tena tu, kwanza nakumbuka nilichukua 25,000. Nilimuomba dada yangu marehemu Aziza, Mungu amrehemu. Ilikuwa 25,000, tulienda kwenda kununua rangi za kupima kidogo kidogo. Amini, ilikuwa ni rangi ya mafuta. Sasa hivi tunatumia rangi ya acrylic, lakini ilikuwa ni rangi ya kumiminika, rangi za nyumba unapimiwa, ama rangi ya inki unakwenda kununua. Nakumbuka nikaenda kanunua rangi 5, kwa sababu nilifundishwa uwezo wa kuchanganya rangi. Basi nilinunua rangi 5: nyeupe, blue, nyeusi, njano, unaona, na blue. Hapo nikaweza kutengeneza rangi zote nilizozitaka. Mtaji wangu mimi kusema kweli wa kufika safari hii ya kuchora leo ni 25,000. Kuchora kuna kawaida, inategemea wewe unataka kuchora nini na thamani ya bodi yako unaitakaje kwa mapenzi yako. Lakini hata ukiokota vibao unapata bodi nzuri ambayo inaweza kufanyia kazi. Lakini ukitaka standard ya canvas inaweza ikakugharimu pesa, lakini tutauza wote sawa, mimi na wewe ambao ulinunua dukani na mimi ambaye nimetengeneza kwa kuokota. Na mzee aliniambia kitu cha kutengeneza si bora kama cha kuokota. Cha kuokota ni kizuri sana, kwanza kina faida, lakini kinakuwa kina uhalisia wa sanaa. Sababu unaweza ukabandika vitu tu pale kwenye vitu, alafu ukafanya vitu vingine, mtu tu akapenda akakulipa pesa. Tofauti na yule mtu alikwenda kununua, atoe mtaji wa kununua, lakini huo umeokota. Kwa hiyo kutengeneza kifaa ni kizuri ukitengeneze mwenyewe kuliko ni cha kwenda kukinunua. Kama hizi nimetengeneza mwenyewe na nilifundishwa kutengeneza. Yaani ndio maana mzee aliniweza kila kitu, ananifundisha kutengeneza, kufanya kila kitu. Hakunifundisha kununua. Picha za uhalisia ndizo anazojivunia zaidi, kwani ndizo zinazoonyesha ubunifu na umahiri wake, licha ya kwamba malipo yake wakati mwingine huwa si makubwa. Hata hivyo, kutokana na mahitaji ya soko, mara nyingi hulazimika kuchora picha zinazoendana na matakwa ya wateja. Ni mpenzi wa kuchora picha za fine art, picha za copyright, yani uhalisia wa mji, uhalisia wa mtu, uhalisia wa eneo. Hii picha ni tembo ambao wamekutana katika huu mto Ruaha hapa. Sasa ipo kwenye hifadhi ya maliasili. Ipo kwenye hifadhi ya maliasili. Mimi ndio napenda kuchora picha zenye muonekano halisi, au kumchora fensi ya sura ya mtu. Ninaweza, lakini sasa kupatana na hali halisi, kuchora picha ya kumchora mtu sura yake, maslahi yanakuwa madogo, unabaki kwenye biashara. Ukikaa kwenye uhalisia tu unaonekana bora, lakini una mapato, ndio unabaki kwenye biashara kwa ajili ya kujipatia tonge. Unakuwa mwepesi kidogo. Mchoro ambao unaonyesha uwezo unakuwa mzito. Yaani unafanya kitu mtu akifika, huyu fulani huyu. Au hapa kama Kariakoo. Maana yule mtu katumia siku nyingi, muda mwingi, nguvu nyingi kutengeneza. Sasa tunakuja kwenye kulipwa. Yule mtu anakulipa hela ndogo. Hapo ndipo tunapoathirika sisi wasanii. Unachukua kuchora picha zaidi ya wiki, afu mtu anataka bana nogea shilingi 50,000. Na ile picha ushaichora, una jinsi ya kufanya. Ndio maana unaondoka kwenye uhalisia wa kitu, unakaa kwenye biashara ili uweze kupata pesa. Lakini sio kama unaharibu kazi. Kazi yako inakuwa nzuri tu, ila unakaa kwenye biashara na wewe upate pesa. Hutafakari kwa makini
dhana, ujumbe na mwonekano wa picha ili kuhakikisha kazi ya mwisho inaakisi kile alichokusudia. Hatua ya kwanza uchoraji, lazima kwanza ukae ufikirie nataka kuchora picha gani, kabla bado hujashika hata msumeno kukata frame. Alafu baada ya kusema nataka kuchora picha, sasa unaanza kutafuta kitambaa, unakwenda kutafuta rangi ya silki, wenyewe tumejipa jina tunaita rangi ya mpako. Tukishapata hiyo rangi tayari, inachofuata unaanza sasa kuanza kuipiga background, yani lamu ya kwanza kama hivi. Hii yani hapa, hii ni hatua ya tatu hii, baada ya kutengeneza frame, kuamba na ya nne, yani kuweka background, yani ile rangi ya mpako inakuwa nyeupe. Alafu sasa ndo unaanza kutengeneza hii background kama sasa. Hapo baadaye ndo unakuja unaweka picha kama hivi. Sababu picha hii ni hii hapa. Mbona kama hii huko na vitu vingi sana? Kwa sababu hapa bado sijamaliza. Naona lakini nitakapokuweka hizi hatua zote itakuwa kama hii. Naona sasa hatua zipo kufuatana na jinsi gani ile picha wewe unavyotaka kuiandaa, iwe kubwa ama iwe ndogo. Lakini uwezi ukaacha kutengeneza frame, lazima upitie hatua ya kuanza kuamba, ugonge frame, upake, ndio uanze kuchora. Na ni frame nzuri kwa kweli, nzuri ya kutengeneza mwenyewe, sio ya kununua. Sababu frame ya kununua kwanza inakuwa ghali, ya pili kwamba haikupi uhalisia wa kile unachokitaka mwenyewe, inafuata mkono wa mtu. Sema inakuwa ya kwako mwenyewe, inakuwa sio bora, yani sio safi, lakini ni yako mwenyewe. Mimi napenda kuikubali frame yangu mwenyewe, sababu zipo madukani size frame, lakini napenda kutengeneza mwenyewe. Zanzibar ndiyo soko lake kuu la biashara, ambapo kazi zake za sanaa hupata mahitaji makubwa kutoka kwa watalii. Kwa sababu mimi nafanya biashara katika eneo la kitalii, picha zinazopendwa sana za sunset, za muda wa jioni kama hizi picha zinapendwa sana na wazungu. Sasa sijajua labda kama kwao jua hakuna, wasi watasema wao, lakini mimi nashukuru napata riziki kupitia mfumo huu. Au akute picha ya simba kama hii, wananunua vizuri sana. Hizi ni picha zinazopendwa. Au picha ya zebra inanunuliwa sana, sababu picha huwezi ukaipangia soko, picha inatokea mteja anaipenda. Ndio maana anasema kwamba kwa mchoraji anatakiwa acheze na akili ya mteja. Unakaa unatengeneza picha ambayo mteja umjui ni nani, alafu baada ya kuitengeneza kile kitu unakiweka, unamsubiri hata kama yuko Marekani, atafika hapa na kiona atainunua, kwa sababu kaipenda, wazo lake limefanana na wazo lako. Kwa hiyo wazo lako wewe umwakilishie mtu aje aipende, kwa hiyo inataka akili. Siwezi kusema kama wengine hawana akili, hapana. Ile inabidi wewe lazima uwe mbunifu, utengeneze mazingira. Sasa kuna baadhi ya wageni wengine wananunua picha, kama kafika Serengeti au Manyara, alimuona zebra, basi atanunua zebra. Sasa ujifundishe kumchora zebra. Alimuona simba, basi ujifundishe kumchora simba. Kwa sababu kuna wachoraji wengine wanajua kuchora mchoro mmoja tu, na anaishi kwa huo mchoro wake. Kama tembo, kama simba. Lakini mimi Mwenyezi Mungu Baba alinijalia kunifundisha michoro yote. Ukienda kwa mtu nachora, ukienda kwa mnyama anachora, ukienda kwa mazingira anachora, kufuatana na jinsi alivyonitengeneza. Ndio mtu kama hivyo, watu kama hao wanaitwa fine art, ni wachache. Kuna mchoro unaitwa tinga. Ule mchoro mwepesi, hata wewe mama unachora, kielekezwa tu unafanya. Lakini fine art ni ngumu, uhalisia wa kitu ni ngumu. Hizo ndio picha zinazopendwa sana kwa kweli bara na kule Zanzibar. Kwa sasa hivi nasema Zanzibar kunanipa riziki,
lakini sioni sababu ya kukaa mbali na mji wangu. Lakini mwanzo nilikuwa nikifanya kazi hapa vizuri, sema sasa hivi watalii wanafikia sana. Nasema ni zaidi sana ni Zanzibar. Sasa hivi utalii umeshika kasi sana, na hiyo kufuatana na uelekezo na sera zilizopangwa. Lakini hata hapa wakiandaa wanafika, na wasanii tutafanya kazi pia vile vile, itaingizia mapato halmashauri na serikali. Picha, wakati unauza picha utakiwi kuiangalia picha, unatakiwa umwangalie mnunuzi wa picha. Unamuona hii picha kawaka nayo kiasi gani. Hata kama umeipanga 10,000 unaiongeza. Unaona? Mimi nakumbuka nilikuwa dukani, nimekaa, mara wakaingia wageni. Wale wageni wakaambia sisi tumeelekezwa hapa kuna mtu ambaye anaweza akafanya hii kazi. Akanionyesha picha yao, wamekaa yeye na mke wake, wamepiga picha kwenye zoo ya simba. Bana, hii picha tunaitaka. Ambe sawa. Ukubwa gani huu? Haya. Nakumbuka ile picha niliuza kwa pesa za Tanzania 4,500,000. Ndio picha yangu ya kwanza kuiuza 4,500,000. Kweli nishashika zaidi ya 4,500,000, lakini kwa kuuza kipande cha kitambaa kidogo 4,500,000, ile ilikuwa mara ya kwanza. Nikasema ngoja nimkomoe, kumbe na wao ndo wanataka. Kipicha ndogo tu, ilikuwa kama ya mita 1 ile. Tunaitaka. Amba sawa. Nikawapa siku na wao wakanipangia siku. Walipofika wakasema hii picha iko sawa, wakatoa hela zao, wakakabidhi picha yao. Hiyo ndio picha ambayo niliona kwamba nimeuza hela nyingi. Lakini bado sijauza picha milioni 1, hapana, sijafikisha bado. Huwezi ukawa umechora sura 2 za watu ukamwambia mtu 20,000. Haiwezekani. Ugumu wa kazi. Kama ugumu wa kazi kuwa mkubwa, hata mgonga mawe na yule anayeuza genge, anayegonga mawe anatakiwa alipo hela nyingi kwa sababu anajigonga kwenye vidole. Sasa unauza kapicha kama haka, unataka 300,000.
Ukichora picha nzuri, ukiipeleka dukani utapata hela tu. Kuna wachoraji wengine hawana maduka, wanachora wanapeleka kwenye maduka, wenye maduka ndo wanatenga picha. Huwezi ukakosa hela. Yani sana, inalipa sana. Sema kulipa kwake sasa, kunahitaji wewe lazima ufanye kazi bora. Usifanye bora kazi. Fanye kazi ambayo mtu akifika kama hii picha hii nzuri, nitauza. Basi atainunua, akaitenga dukani. Wewe inalipa sana. Na napenda kuna watu wengine ambao wana vijana wanataka kuingia kwenye kuchora, wasiogope, waingie. Ila ni kazi ngumu. Wasiogope. Hii kazi lazima utumikie. Kama unataka kutumikia hii kazi huwezi kujua, lazima utumikie. Yaani mfuate mtu ambaye anayejua. Uende ukamuombe, nifundishe, akakufundisha, akatoa cha siri akakufundisha. Na wewe lazima mtumikie. Tengenezee fremu, niwaambie, unamwambia. Kafuate mafuta taa, unafuata mafuta taa. Mimi jana nyuma nenda kanunue chakula, unaenda kununua chakula. Wewe unamngojea pale, unamwona anakufundisha, ndio anakufundisha. Lakini sio kusema kwamba tu hapana. Hii kazi ni lazima mtu kusema kweli uitumikie. Ila inakatisha tamaa, ndio maana kazi inakatisha tamaa. Unaweza kukaa hata miaka miwili unajifundisha tu, haijaingiza hata senti 5. Labda akakusaidia bana ila sabuni ni na kanunue sabuni ufue. Lakini si kusema kwamba unaweza ukafika mara moja ukafanya, hapana. Ni kazi ya uvumilivu. Kazi ya uvumilivu sana. Kwa mfano kama mimi nijifundisha miaka 10. 85 mpaka 95. Kama mtoto darasa la pili. Sio? Miaka 7 ya kulelewa. Miaka 3 ile. Unaona? Ya kwenda shule. Mimi najifundisha kazi. Sasa kama sio mvumilivu, nasema hii kazi yenyewe basi tena. Kwa unatakiwa uvumilie, jifunze. Inalipa sana mamao. Sana. Tena unalinga na unaweza ukachagua hata nchi ya kukaa. Mfano kama mimi hapa leo nikasema nataka kwenda Marekani au labda nchi yoyote, nina visa yangu. Nabeba brush na rangi tu. Basi mimi nikifika kule nanunua bodi na kachini na chora na nauli nitapata huko. Lakini sasa ndo tumejaliwa kuvuka Tanzania, basi naendelea kufanya maisha Tanzania. Wito wake ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa na mwamko wa kuthamini sanaa, kuunga mkono wasanii wa ndani na kutambua mchango wa sanaa katika maendeleo ya jamii na uchumi. Kwanza nikisema wizara peke yake, inabidi na sisi wananchi tufanye kazi. Yaani ina maana nasema tufanye kazi kwamba wizara itahusika katika mpango wa kutuendeleza sisi, lakini sisi wananchi tunahusika katika mpango wa kuwasimamia zile idara ambazo wameziongeza. Sasa katika mpango kazi uliokuwepo kwa sisi wa Tanzania, ili tuweze kunufaika na hili jambo, sio tu mtu ambaye anayesimamia mambo ya kuuza vinyago, picha, hapana. Watu wote ambao tuliokuwepo katika idara hii ya maliasili, yani ya utalii, tuweze kuongeza nguvu, tushikamane, kuweza kusaidia hili jambo. Ningeshauri utalii urudi kama mwanzo, Mwenge ichangamke, Masai Market Arusha ichangamke, sehemu zote za kitalii zote zichangamke. Utalii ni kitu bora sana. Matembezi ya watu na kurudi na kuingia na kutoka ndio itaifanya eneo fulani liweze wananchi wananufaika. Kizazi cha Mimi ni Mkwaji Masatu, mpaka wakati mwingine.